kipigo kizito ndani ya mwezi mtukufu, ndani ya Kwaresma. Lakini pia ndo kipigo pekee ambacho ni kikubwa kwa kutokea ligi kuu. Unajua watu wamefungwa goli 6 ndio imewahi kutokea, lakini unafungwa goli 6 moja labda lakini kwa mchezo wa leo Simba ipiga goli 6 ambazo zina mbambamba. Nafikiri ulikuwa ni mchezo mzuri sana kwa upande wa Simba, lakini ulikuwa ni mchezo mgumu sana kwa Dodoma Jiji kutokana na namna ambavyo aliingia kwenye mchezo wa leo. Lakini binafsi kabla mchezo kuchezwa sikutegemea kama Simba anaweza kupata idadi kubwa ya mabao kiasi hiki kutokana na kile ambacho tulikishuhudia kwenye mchezo wa mwisho. Mchezo wa mwisho Simba anashinda kwa goli 1 dakika za jioni kabisa, lakini haikuwa ngumu ama haikuwa rahisi kwenye mchezo wa leo kupata dakika kwa kupata alama 3 zenye mabao 6. Utapongeza ubora wa mchezaji mmoja, lakini approach ambayo Fadlu Davis aliingia nayo nimependa, kwa sababu Simba walijua kwamba Dodoma ni wazuri, na ndio maana kwenye mchezo uliopita waliweza kuwapa changamoto kubwa na kuwauliza maswali kwenye baadhi ya maeneo, na Simba walishindwa kuyajibu kulingana na dakika zilizokuwa zinaenda kabla ya kupata bao. Lakini kwenye mchezo wa leo nimependa nidhamu ambayo Simba aliingia nayo, wakijua kwamba kwa hivi sasa ligi kuu hakuna timu ndogo tunapokuja kwenye swala la kushindana ndani ya uwanja. Kitu kingine nimefurahia viwango vya wachezaji, namna ambavyo wametofautisha daraja lao na wachezaji ambao wanajifunza kutoka kwao. Yani timu kubwa ndivyo ambavyo inapaswa kuwa. Unapokutana na timu yenye daraja la katikati, unapaswa kudhibitisha kweli wewe ni mkubwa. Unathibitisha kwa kumfunga kwa idadi kubwa mabao, lakini performance yako namna gani ambavyo inakuwa. Kitu kingine ambacho nimependa bana, Elie Panzo Volcano, kiwango kizuri sana, mmoja kati ya wachezaji ambao Simba wanajivunia kwa hivi sasa. Na niliwahi kukuambia hakuna mchezaji yoyote anaenda kufanya majaribio nje ya bara la Afrika na akawa ni mbovu. Hakuna. Hata kama akifeli hakuna mchezaji. Kibu Denis si kama anaanza kwa bahati mbaya. Yani kitendo cha kuwa ufungi lakini unaaminiwa kupata nafasi ya kucheza si kitu ambacho kinakuja kwa kila mchezaji. Man of the match, goli 2, assist 2 ambazo hazina doubt ndani yake. Kwa hiyo alistahili. Of course alistahili kwa sababu amethibitisha yeye ni Kibu Denis mkandaji kulingana na namna ambavyo leo amecheza. Nimependa maelewano yake na wachezaji wenzie, namna ambavyo aliweza kuwa anaunganisha frequency zake za kiuchezaji ndani ya uwanja na kujumuisha ubora wa uchezaji alionao. Steven Dese Mukwara goli 9, goli ambazo moja kati ya mastrika ambao wana goli lolote la penalti, mwenye striker mwenye hat-trick yake mjini ambaye ina goli la penalti ndani yake. Steven Dese Mukwara, moja kati ya mastrika ambao binafsi naamini watakuja kuwa hatari vibaya mno. Kwa hiyo kiujumla nafikiri Simba alikuwa na wakati mzuri sana kuanzia kwenye namna ya kiuchezaji, lakini hii yote inakuja baada ya kuwa wana kocha mzuri ambaye anaendana na falsafa ya timu, lakini wana wachezaji wazuri. Kagoma ameitwa national team bana. Moja kati ya wachezaji ambao nafikiri wachezaji bora ligi kuu ya NBC Premier League kwenye eneo la kiukabaji, ukija kwa wachezaji wote kwa upande wangu wa ugenini na wa nyumbani, kwa maana wa nje na wa ndani, kwa maana Kagoma ni mchezaji mzuri sana kwenye eneo la namba 6, na ndio maana Malaia ameitwa kwenye national team. Kutokana na kwanza anapatikana. Yani mwanzoni ameanza akiwa of course anacheza vizuri, lakini unakuta unamkosa, lakini hivi sasa anafanya vizuri na anapatikana kwenye kila mchezo. Kwa hiyo Simba hivi sasa ukitazama namna ambavyo inacheza, mabao ambayo inafunga unakuja kugundua ni mwezi mtukufu, lakini mtu unapigwa 6, futari ambayo imekamilika, si jambo ambalo ni la kiungwana kabisa. Yani ni jambo ambalo alihitaji ushauri wa daktari kuweza kujua kwamba Simba msimu huu anahitaji ubingwa. Kusema kipigo cha Simba ni kama futari. Futari ambayo haina doubt ndani yake, yani futari ya moto vibaya. Hii ni futari ambayo unaweza ukaitumia hii wiki inaanza, weekend hii, kwa maana leo ni Ijumaa bana. Kesho Jumamosi unaweza ukaitumia, Jumapili, and then Jumatatu ukiwa unaingia kazini ndio unamalizia. Kwa hiyo nafikiri kwa Fadlu Davis anajivunia kuona vijana wake kwanza wanapeana changamoto wao kwa wao, lakini mchezaji anapopewa nafasi aendi kumwangusha mwalimu. Imagine Dushu Kameto umemtazama, sio? Anajua kabisa Shomari Kapombe kwa namna yote kuanza mbele ya Shomari Kapombe ni ngumu. Lakini je, nafanya nini pale ambapo kocha ananiamini na kunipa nafasi? Anathibitisha kwamba nimekubali kuwa second choice mbele ya Shomari Kapombe na nitajifunza kutoka kwa Shomari Kapombe, lakini nikipata nafasi nitafanya kitu muhimu.
Steven Dese Mukwara amefunga hat-trick, lakini hivi sasa ameanza kupata imani ya kwanza. Kwa hiyo Fadlu hajaijenga imani yake kwa mchezaji mmoja. Amejenga imani yake kwa wachezaji wote kwamba nionyeshe ulichonacho, nikupe nafasi ya kucheza. Jean Charles Ahoua amevunja rekodi. MVP msimu uliopita Ivory Coast alikuwa na mabao 12, lakini hadi hivi sasa ligi bado inaendelea, amefikisha magoli 12 na hivi sasa anatafuta magoli mengine kuweza kugombania kile kiatu cha ufungaji bora. Kwa hiyo tukienda mbele na kurudi nyuma utagundua kwamba Simba msimu huu ina wachezaji bora kuliko msimu uliopita. Kwenda kwenye national break. Bila shaka umeshuhudia Simba kwa ubora zaidi wakipata ushindi wa goli 6. Unaiona Simba kwenye michuano ya kimataifa, tumezoea mara nyingi sana wanaishia robo finali. Kwa performance ya leo unaona wakifika mbali? Kama Simba ambayo imekosa mataji misimu mitatu mfululizo ilifika kwenye hatua ya robo finali CAF Champions League ama CAF Confederation, why Simba ambayo hivi sasa inaongoza ligi kwa maana imeachwa alama moja na anaongoza ligi, lakini kwenye michuano ya kimataifa yupo, CRDB Federation Cup yupo. Kwa hiyo unaona unaweza ukawa na wanyima nafasi na sema usikute wakaishia kwenye ile hatua, lakini unafikiria mbona anafanya vizuri kwenye mashindano yote ambayo anashiriki. Kwa hiyo usishangae Simba akaenda kwenye hatua ambayo inafuata kutoka robo finali, na binafsi nilikwambia toka msimu unaanza na naendelea kusisitiza ili nisionekane kwamba nilikuwa ni mnafiki ama naipendelea Simba. Niliwahi kusema kwa aina ya wachezaji ambao Simba inao msimu, sioni kirudi pasina taji katika haya mataji ambayo anashiriki. Sasa mimi sijui ni shirikisho, CRDB, NBC Premier League, lakini kwa namna yoyote unatazama namna ambavyo anacheza alafu unajiuliza namna gani ambavyo unaweza ukawa unamnyima credit. Sababu hivi sasa Simba inacheza magoli yanafungwa kwenye maeneo yote ya uwanja. Mfano mzuri kwenye mawinga wote wa pembeni leo wamefunga magoli. Sio? Nakuja kwenye eneo la katikati Jean Charles Ahoua akiongoza safu ya ushambuliaji amefunga mabao 2. Steven Dese Mukwara the number 9 anajua kusimama kwenye maeneo ambayo mpira huwezi kumpita, amefunga bao. Kwa hiyo unashangaa unatazama Simba hivi sasa alafu unasema ni afadhali wa wale ambao walikimbia dabi. Maana zilikuwa zinamhusu mtu hizi. Zilikuwa zinamhusu mtu. Katika zile 3 ama hizi 5 kuna mtu zilikuwa zinamuelemea. Kwa namna ambayo Simba inacheza. Yaani wanakupa imani kwamba mchezo unaofuata unashinda na inakuwa hivyo. Kwa hiyo nafikiri Simba hivi sasa haijutia ine wachezaji ambao imekuwa nao. Na ukitazama sajili ambazo wamezifanya kwa asilimia kubwa sana imewalipa. Na kuna wachezaji ambao walikuwepo msimu uliopita hivi sasa nafasi ya wao kucheza imekuwa ni ngumu, na wengi wao pia ambao tumewakataa msimu uliopita hivi sasa wamekuja kuwa tishio vibaya mno. Shomari Kapombe msimu uliopita kaitwa mzee sana, muda wake umeisha wa football, lakini hivi sasa national team inamlilia. Akicheza kwenye timu yake unaona ile end product yake namna ambavyo imekuwa na muendelezo kwa namna ambavyo anatoa assist, lakini uwezo wake wa kuweza kuunganisha frequency za kiuchezaji na wachezaji wenzie, na ndio maana ukija kwenye mafullback wa pembeni kwa upande wa Simba ambao wamecheza dakika nyingi utagundua ni Shomari Kapombe, sio? Na Jean Charles Ahoua pia unathibitisha kwamba anzi kwa bahati mbaya. Yaani moja kati ya wachezaji kwenye la kiungo pale la namba 10 amecheza dakika nyingi ni Jean Charles Ahoua. Kwa nini? Kwa sababu anakupa end product, asipokupa assist atakupa goli. Moja kati ya wachezaji ambao wanahukumu zaidi makosa ya timu pinzani kuliko mchezaji yoyote ama kuliko namba 10 yote ligi kuu. Performance ya Kibudi maliza na hilo. Kibu Denis mkandaji, I say hajafunga kwa muda mrefu sana, lakini matumaini ameanza kuyajenga. Nafikiri Kibu Denis ana kitu na atafika mbali, yani ana kitu cha ziada. Imagine karibia makocha 11, 12 ambao wamepita Simba, wote wamemtumia Kibu Denis. Japokuwa afungi, lakini wanamtumia. Kwa nini? Kwa sababu anafanya jukumu lake la kwanza kama mchezaji. Atakupa energy wakati timu inashambuliwa, atakupa energy wakati wa kwenda kushambulia. Mmoja kati ya wachezaji ambao of course uwezi kumnyima nafasi ya mchezaji mkubwa kwa sababu anaamua mechi kubwa. Ukiwataja Simba kwenye michuano ya kimataifa kufikia kwenye hatua alionayo, pia wakati mwingine watajivunia kutoka kwa Kibu Denis. Kwa hiyo katika mchango ama katika idadi kubwa ya watu ambao wamechangia Simba kufika kwenye hii hatua kwenye michuano ya kimataifa hata ligi kuu kwa hivi sasa, utagundua yupo kocha, sawa, wapo wachezaji, wapo viongozi, lakini kwenye michuano ya kimataifa yuko pia Kibu Denis. Kwa hiyo mimi binafsi sitaki kumjaji mchezaji kutokana na kukauka kwa magoli ama kuto kufunga, lakini nitamjaji mchezaji kwa namna gani ambavyo
anatwaa ama anatumia ukubwa wake kuweza kuzitofautisha daraja la ubora alionao, ama ni namna gani ambayo mchezaji anaweza akaishi kwenye mbinu za mwalimu kuanzia dakika ya kwanza hadi ya mwisho ama kwenye kila mchezo. Kibu Denis anatufundisha jambo. Kwa hiyo nafikiri Kibu Denis Simba ataendelea kujivunia, lakini pia Simba kwa msimu huu kama ambavyo nimesema naiona ikiwa timu ya tofauti sana na ile ambayo imeshindwa kutoa mataji misimu mitatu ikiwa na wachezaji wakubwa. Wachezaji ambao wamesajiliwa kwa gharama kubwa ama walishatengeneza tayari, kwa maana walisha set standard kwa maana Chama Kratos msimu uliopita hata anaenda Yanga, hakuna ambaye alikuwa anatamani kuona Chama Kratos akiondoka. Mixon amerejeshwa kwa hela kubwa sana kutoka National Hall, lakini walishindwa kuwapa Simba mahitaji muhimu. Mbele ya Jean Charles Ahoua, chini ya Fadlu Davis na wachezaji wengine, Simba inapata kitu muhimu. Kwa hiyo kuna kitu ambacho najifunza kwa hii Simba ya Fadlu na Simba ambayo imepita kwa hivi karibuni. Dabi iko pale pale. Dabi iko pale pale, na za ndani na kupenyezea bana ni tarehe 19 mwezi wa 4. Hizo za ndani bana. Mimi ndo nilikuwa kwenye ile kamati ya masaa 72. Tumekubaliana dabi iko pale pale, haina kipengele. Hii sasa haina kukimbia. Kwa hiyo waambie bana, dabi iko pale pale. Asante.